Sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe fanya hivyo wewe kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu Machiru uko poa? Niko poa, niambie. Shona damu ndugu yangu. Nilikuwa tupo kwenye tizi ndugu yangu. Tupo kwenye tizi kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya Jumapili tarehe 11. Tunaenda kucheza na jeshi la polisi pale katika uwanja wa KMC, Tanzania Influencer Sport Promotion. Pamoja na jeshi la polisi la Tanzania tunaenda kucheza pale. Kwa hiyo tunawaomba mashabiki wote wa Tanzania wanaopenda mpira wa miguu, wanaopenda ma-influencer wa timu ya taifa au ma-influencer wa vilabu mbalimbali kuja kuwaona katika uwanja wa KMC namna wanavyolipiga. Machiri Yanga nitakuwepo namba 9 pale. Na kwa habari niliyoipata nimesikia mzee wetu au sio bwana Kamanda Mlilo atakuwa namba 5 ananizuia mimi. Kwa hiyo ajiandae tobo, kanzu, kitu cha kawaida Mlilo. Msamehe sana mzee wangu, faza kiongozi wetu au bana, wewe ndo unalinda amani za unalinda raia pamoja na mali zao. Lakini katika dakika 90 mzee wangu naomba unisamee. Nitakupiga sana matobo na ikiwezekana kanzu pia utazivaa za msikitini. Kama ulikuwa hujashona kanzu mzee wangu samani sana mzee wangu faza wangu. Kama hujashona kanzu nitakupa kanzu ya kwenda msikitini. Vikoi, yani vikoi lazima vipate. Kesho vikoi utavipata. Kwa hiyo kifupi waje wamuone Machiri Yanga, waje wamuone Nabii Meja, waje wamuone Dr. Mo, waje wamuone Official Mume, waje wamuone. Wapo wengi ambao Tanzania Influencer tunaenda pale kulisakata kabumbu. Bwana mashabiki pande zote Tanzania waje kesho waje watuangalie. Kama Alan Okello? Zaidi ya Alan Okello. Yaani unapomzungumzia Machiri Yanga zaidi ya Alan Okello. Bwana unagusa sehemu ambazo niambie ndugu yangu. Bwana jana nimemshuhudia Engineer Hersi Said. Yaani kilikuwa ni kitendo cha kufanya naam. Kawamaliza ndugu yangu. Jezi wakabadilishana. Ni kweli mimi nikwambie kitu kimoja. Yaani katika kiongozi wa mpira ambaye amekuja kubadilisha mpira wa Tanzania lazima umtaje Engineer Hersi Said. Kwanza amekuja kuonyesha mpira wa Tanzania unatakiwa uwe kidunia. Leo hii unapoizungumzia Tanzania katika mpira wa miguu unazungumzia dunia inaifahamu Tanzania sasa. Hayo yote ni matunda Engineer Hersi Said. Umeona akisema fulani namtaka, ujue jambo limefanya nini? Ndio kama hivyo alivyopiga mluzi mdogo pia goma limeisha. Huyo si ndio engineer? Engineer anapofanya jambo lake akisema namtaka fulani. Yaani akisema tu akimnyoshia tu kidole. Kwa sababu wachezaji wenyewe Afrika sasa hivi. Zamani tulikuwa tunasema Afrika Mashariki na Kati, baadaye ukaja ukanda wa Sekafa. Lakini sasa hivi ukaja wa Sekafa si kusini si wapi. Sasa hivi tunazungumzia Afrika nzima. Yaani kila mchezaji Afrika anatamani kuja kucheza Dar es Salaam Young Africans. Kwanza anakuja kwenye klabu kubwa, pili anakuja kukutana na viwango vya wachezaji wakubwa, lakini tatu anakuja kucheza katika timu ambao ina mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, ina mjumbe wa kamati kuu ngazi ya vilabu ulimwenguni. Kwa hiyo hakuna mchezaji yoyote duniani atakayetajiwa Dar es Salaam Young Africans alafu akata akija akiangalia profile tu ya rais wetu anaona shughuli iliyokuepo anaachaje kuja. Ukimwona tu Engineer Hersi mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, Engineer Hersi mjumbe wa kamati kuu ngazi ya vilabu duniani ulimwenguni FIFA, unafikiri kinachofuatia pale maslahi anajua kabisa moja kwa moja kwa huyu mtu ila yoyote inayotaja jamaa atanipa. Bwana kile ambacho kila mmoja alikuwa akikitarajia jana kimefana. Young Africans wanafuzu kuelekea katika hatua ya finali dhidi ya Azam FC, michuano ya Mapinduzi Cup. Mnasemaje wana nchi wenye timu yenu? Kwanza tulitarajia kuliona hilo kwamba Dar es Salaam Young Africans anapoingia kwenye makombe lazima kitu cha kwanza anachoangalia kwanza ni kufuzu kila hatua ambayo inafuata mbele yake na mwisho wa siku kwenda kuchukua kombe. Lakini sio kombe tu, kwa katika kombe la Muungano nafikiri ni mara ya kwanza ligi ambayo imewekwa kwa upande wa Zanzibar, ligi ambayo imekuwa na pesa nyingi ni kombe la Muungano, milioni 150. Uweze kuiacha pesa kama hiyo, na bahati nzuri pia Engineer Hersi amesema hiyo milioni 150 itakwenda kwenye benchi la ufundi na wachezaji, na GSM akasema ataongeza milioni 300 ili awape tu watoto wagawane kwa furaha waliokuwa nayo. Umeelewa? Kwa hiyo ikishatengenezwa kitu kama hizo, hamasa kama hizo, wachezaji wanajua ili mimi maisha yangu yawe bora lazima nipambanie kile ambacho kilichokuwa bora. Sisi tunafurahia makombe, wao wanafurahia kuchukua kile ambacho wameidiwa. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nilitarajia kukiona ni kwamba nilitamani Mai wetu na yeye tukutane naye tucheze naye, lakini Mai wetu tukutane naye, lakini cha kushangaza tumeona sasa hivi Mai wetu ameona utamu zaidi unapatikana kwa Azam. Ule utamu kuugawa kwetu kaona kama kishatuzoea. Unajua mke na mume mnapokuwepo ndani inafikia sehemu mnakuwa kama ndugu, mnafanana mpaka sura, mnafanana tabia, kila kitu. Kwa hiyo kaona ile ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, kaona mimi sina jipya. Kwa hiyo alichokifanya kuchukua dogo kwenda kucheza naye, matokeo yake akina ndugu zetu akina Mwenezi wanamuita sasa hivi Mai wetu amekuwa mshangazi. Amekuwa mshangazi. Sasa kile kitendo cha Mai kuwa mshangazi, hata mimi mwanangu
imeniuma kishenzi, yani imeniuma, yani anagawa, yani anaugawa utamu mpaka watoto wanamuita mshangazi. Sasa kitendo cha kuitwa mshangazi tena kidogo imekuwa na sisi, yani mioyo yetu imetuma, kwa sababu hamna kitu kizuri kama mimi kaka mtu nimkaribishe mdogo wangu ndani ya nyumba afu mdogo wangu aende akatembea na wife, au sio bwana? Yani kitu ambacho kinauma, alafu badala ya kuniomba msamaha anasema bwana wife wako amekuwa mshangazi. Kwa hiyo kama ni yani mimi binafsi imeniuma, yani hapa naongea natamani nilie. Ameonja mara moja akarudia. Sasa na mimi ninachokwambia Azam wanachotamani wasema na sisi tutapiga kama nyinyi mnavyopiga. Sasa kwa sababu sisi tuko mara 6, wao ndio wako ya pili, wanataka wafike 6. Sisi tutaenda 7, wao watapiga ya 3. Sisi tunaenda 8, wanapiga ya 4. Tutaenda ya 9, wanaenda ya 5. Tutapiga ya 10, yani ndio walivyopanga na wao. Ndio wamegawa utamu kiasi. Yani utamu ndio yani yani jamani ndugu yangu sasa imekuaje tena? Simba ndio imekuwa hivyo. Yani Simba yani haki ya Mungu nakwambia tu ukweli, yani haki ya Mungu na mtume na hapa wametufedhesha. Yani mzee mwenzangu kanifedhesha. Yani kanifedhesha, kanivua nguo mzee mwenzangu, yani haki ya Mungu nakwambia. Yani mzee mwenzangu toka ujanani, mumeo ndo mimi ndo najipigia, nafanya kila kitu. Utamu wako unaujua mimi, tena unaenda kuagana na watoto. Kweli. Yani imeniuma, haki ya Mungu imeniuma. Yani natamani nilie, sema mtu mzima unajua. Ukilia kuna jambo na jambo lenyewe ndo hili. Ndio maana sisi yani sometimes tunatamani kulia. Mshangazi. Bwana, mimi niwaambie tu kitu kimoja. Mashabiki wote kesho tuungane pale KMC Jumapili saa 10 juu ya alama. Tutakuwepo KMC, tunakwenda kukipiga. Uliona ile dabi ya Kariakoo ya mashabiki ile, ma-influencer wa Yanga na ma-influencer wa Simba. Si ndio kile kilichotokea? Sasa hivi ma-influencer wa timu ya taifa, yani tunazungumzia Tanzania Influencers Sport Promotion, wanakwenda kukichapa zidi ya maafande wa jeshi la polisi. Bwana njooni muone maafande wenu tunavyoenda kuwagaragaza. Bwana matobo ya kufa. Mimi nakwambia na kesho watusamee kabisa maafande. Tunakwenda kufanya kitu kikubwa. Tunaamini kitu tunachokifanya ni kikubwa ambacho hawakutegemea kufanywa na raia. Kama wao wanacheza parade ile gwaride sisi tunaenda kuwageuza kesho. Namba ngapi umeniambia wanacheza 9 kaka juu ya alama. Yani yule Prince Mpomelelo Dube au Okelo. Njoo muone kesho machiri yangu. Neno moja tu kwa kumalizia. Unawaambia nini mapolisi? Tuwaambie tu mapolisi kwa sababu sisi ni marafiki zetu mapolisi. Yani raia, mapolisi ni rafiki zetu. Zamani mimi nilikuwa naona jeshi la polisi kama ni maadui, lakini baada ya kupata elimu ya jeshi la polisi mimi niwaambie tu, mapolisi ni ndugu zetu, mapolisi ni jamaa zetu, mapolisi ni wazazi wetu. Mapolisi ni raia kama sisi, ila akivaa gwanda yeye ndo anaitwa nani? Anakuwa afande, au sio bwana? Kwa hiyo kiufupi ni watu kama sisi ambao tuna uwezo wa kukaa pamoja na tukatengeneza majambo. Wao wanaweza kuja kuoa kwetu na sisi tukaoa kwao. Kwa hiyo sisi ni jamii moja. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kiufupi raia na polisi ni kitu hicho, kitu kimoja. Kwa hiyo tunakwenda kutengeneza ule wigo mpana wa mashabiki wa mpira wa miguu, raia wa Tanzania wawe na urafiki mzuri na jeshi la polisi, na wanapokuwa na matatizo zao wayapeleke enda katatuliwe, lakini hakuna uadui baina ya raia na polisi. Mashabiki twendeni tukaungane kwa pamoja tupige. Asante sana kaka.